Mapema mwezi Machi mwaka huu kulitokea tukio la kushangaza huko Japan ambalo lilitikisa ulimwengu mzima. Video ilisambaa mitandaoni ikimwonyesha waziri wa nchi na usalama wa uchumi wa Japan, Kim Onada, akitimua mbio kuelekea kwenye kikao cha baraza la juu la mawaziri. Jambo la kushangaza si kukimbia kwake, bali ukweli kwamba waziri huyu alikuwa amechelewa dakika 5 tu kwenye kikao hicho. Habari hii ilizidi kuwa kubwa baada ya waziri huyo kujitokeza hadharani akiomba msamaha taifa zima kwa kitendo chake cha kuchelewa dakika 5 kwenye kikao. Kim Onada katika maelezo yake aliweka wazi kuwa alichelewa kutokana na foleni kubwa iliyosababishwa na ajali ya barabarani, lakini bado alisisitiza kuwa kwa watumishi wa taifa la Japan kuchelewa si jambo zuri wala linalotakiwa, kwani katika mataifa mengi kiongozi kuchelewa eneo la tukio si jambo la kushangaza, na hata anapochelewa hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Baada ya kufuatilia kuhusu kisa hiki, nikaja kufahamu kwamba si kisa kigeni kwa Japan. Viongozi mbalimbali na mashirika makubwa ya Japan yamekuwa yakiomba msamaha hadharani kwa kosa la kuchelewa kwa sekunde tu. Kabla sijakueleza kuhusu utamaduni huo wa Japani wa kwenda na muda na kukupa matukio halisi ya watu kuomba radhi kwa kuchelewa, wacha nijitambulishe, na unachotakiwa kufanya kwa upande wako ni kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Japani inafahamika sana kwa mtindo wake wa maisha wa kipekee, hasa zaidi katika masuala ya heshima, usafi na kufuata utaratibu. Licha ya Japan kuwa na miji yenye watu wengi sana kama jiji la Tokyo, nchi hiyo imefanikiwa kuendesha miji yake katika hali ya usafi na utaratibu ulionyooka sana, na moja ya maeneo yanayozingatiwa sana kwa Japan ni swala la kwenda na muda. Katika dunia ya leo inayokimbia kwa kasi, muda ni rasilimali muhimu sana, lakini si kila jamii huchukulia muda katika uzito wake. Nchini Japan, muda si kitu cha kufuata ratiba tu, bali ni ishara ya heshima, uwajibikaji na nidhamu ya hali ya juu. Japan ni nchi ambayo imejijengea sifa ya kuwa miongoni mwa nchi zinazothamini muda kuliko mahali popote ulimwenguni. Katika nchi hiyo, kuchelewa kwa dakika chache si jambo la kawaida, na hata kuchelewa kwa sekunde chache kunaweza kukusababishia kuomba radhi hadharani. Hebu fikiria hili. Kampuni ya usafiri inaweza kuomba radhi kwa wateja wake kwa sababu tu treni imechelewa kwa sekunde 30 tu. Kwa wengi hilo linaweza kuonekana la kushangaza, lakini kwa Wajapan huo ndio utamaduni wao wa kila siku. Inaelezwa kuwa endapo treni itachelewa hata kwa sekunde kadhaa, basi maofisa walio ndani ya treni hiyo hupita kwa abiria mmoja mmoja na kumwomba radhi, na wakati mwingine huwapa ujumbe wa maandishi, hasa wale wanaokwenda katika ajira zao, ili wakawaonyeshe mabosi zao kuwa wamechelewa kazini si kwa uzembe, bali kwa sababu treni iliwachelewesha. Katika jamii ya Japan, muda hauchukuliwi kama kitu cha kawaida kinachoweza kupuuzwa, bali muda ni moja ya vipimo vinavyoonyesha mtu ni mwajibikaji, mwenye heshima na anathamini uwepo wa watu wengine. Kwa Wajapani, kufika mapema si jambo la ziada, bali ni sehemu ya nidhamu. Ni kawaida kwa mtu kufika dakika 5 hadi 10 kabla ya muda wa makubaliano, iwe ni kazini, katika mikutano na hata katika miadi binafsi. Kinyume chake, kuchelewa hata kwa dakika chache huonekana kama kukosa heshima na kutojali kuhusu muda wa wengine. Utamaduni huu huanzia utotoni. Watoto hufundishwa mapema umuhimu wa kuheshimu muda, kuanzia shuleni hadi katika shughuli za kila siku. Hii hujenga kizazi kinachokuwa kikiwa na maadili ya uwajibikaji na nidhamu ya hali ya juu, hasa kuhusu muda. Zaidi ya hapo, jamii nzima imejipanga kuendana na mfumo huu. Ratiba za kazi, usafiri na hata huduma za kijamii za Japan zinaendeshwa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa wakati uliopangwa. Na hii ndio sababu Japan inasifika kwa kuwa nchi inayokwenda zaidi na muda kuliko nchi nyingine yoyote. Moja ya mifano bora kabisa ya namna Japan inavyothamini muda ni kupitia mfumo wake wa usafiri wa umma, hasa treni za mwendo kasi zinazofahamika kama Shinkansen. Treni hizi zinajulikana duniani kote kwa usahihi wa hali ya juu usio wa kawaida. Kwa wastani, kuchelewa kwa treni ya Shinkansen hupimwa kwa sekunde chache tu kwa mwaka mzima. Ndio maana hata kuchelewa kwa sekunde 30 au dakika 1 linaweza kuchukuliwa kama tatizo kubwa sana. Katika hali kama hiyo, kampuni za usafiri huchukua hatua ya haraka ya kuomba radhi kwa abiria wao, na wakati mwingine wafanyakazi huwainamia abiria kama ishara ya heshima na kuomba msamaha. Mfumo huu wa usahihi hauji kwa bahati mbaya, unatokana na maandalizi makini, teknolojia ya hali ya juu, pamoja na nidhamu kali ya wafanyakazi wanaohakikisha kila kitu kinaenda
kinaenda kama kilivyopangwa. Kwa mtazamo mpana, mfumo huu hauonyeshi tu maendeleo ya teknolojia, bali pia unawakilisha falsafa ya maisha ya Wajapan, kwamba kuheshimu muda wa mtu mwingine ni kuheshimu maisha yake. Unaweza ukajiuliza kwamba ni kwa nini Wajapani wamekuwa wepesi kuomba radhi yanapotokea matukio ya kuchelewa, na hii ni moja kati ya utamaduni wao muhimu, ambao mtu hutakiwa kuwajibika kwa kuomba radhi pale ambapo anahisi amehusika kusababisha jambo fulani kwa mtu mwingine. Japani, kuomba radhi si ishara ya udhaifu, bali ni alama ya uwajibikaji, heshima pamoja na uadilifu. Ni utamaduni wa muda mrefu sana unaowaongoza watu binafsi, makampuni na hata viongozi wa juu kabisa. Tofauti na maeneo mengine duniani ambapo makosa madogo yanaweza kupuuzwa, nchini Japan hata makosa madogo yanaweza kusababisha hatua ya kuomba msamaha hadharani. Jambo hili halijaishia kwenye kampuni za usafiri tu. Viongozi wa mashirika makubwa na taasisi mbalimbali mara kadhaa hujitokeza mbele ya vyombo vya habari kuomba radhi pale ambapo taasisi zao zimekosea, na mara nyingi wanaonekana wakiinama kwa heshima kubwa kama ishara ya kukubali kosa na kuonyesha majuto. Kitendo hiki kina maana kubwa zaidi ya maneno yenyewe. Kinaonyesha kwamba kiongozi au taasisi inatambua athari ya kosa lake kwa jamii na iko tayari kuwajibika bila visingizio. Jambo hili hujenga uaminifu mkubwa kati ya taasisi na wananchi. Kwa Wajapan, kuomba radhi hadharani si jambo la aibu. Ni wajibu ambao kila aliyekosea anatakiwa kufuata. Ni njia ya kurejesha heshima na kudumisha uhusiano mzuri na jamii. Ili kuelewa kwa undani zaidi utamaduni huu wa kipekee wa Japan, ni muhimu nikakuletea matukio halisi yaliyowahi kutokea, ambapo mengi yanaweza kuonekana kama ya kushangaza kwa ulimwengu wa nje. Mwaka 2019, waziri wa Olimpiki wa Japani aliyeitwa Yoshitaka Sakurada aliomba radhi kwa kuchelewa kufika kwa dakika 3 kwenye mkutano wa bunge mnamo Februari mwaka huo. Kuchelewa kwake kulisababisha mgomo wa masaa 5 kutoka kwa wabunge wa upinzani wakitaka kususia mpaka kikao hicho. Hii inaweza kukuonyesha kuwa kuchelewa si jambo dogo nchini Japan. Kutokwenda na muda Japani haimaanishi tu kuchelewa, bali pia hata kuwahi sana kunakoweza kumkosesha mtu huduma kunaweza kuchukuliwa kama kutoheshimu muda. Wakati fulani kampuni ya treni iliomba radhi baada ya treni yake kuondoka mapema kwa sekunde 20 kabla ya muda rasmi. Ingawa kwa mtazamo wa haraka hili linaweza kuonekana si tatizo, lakini kampuni husika ilichukua hilo kama kosa kubwa, kwa sababu kuna abiria mmoja aliachwa na alilalamika kwamba angeweza kuwahi endapo wangeenda na muda uliopangwa. Matukio haya yote yanatakiwa kukueleza kwamba nchini Japan muda unathaminiwa kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo ukijikuta siku moja huko Japan, hakikisha unakwenda na muda ili uweze kujipatia heshima ya Wajapan na kuonekana ni mtu unayewajibika na kuheshimu watu wengine. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Je, wewe unaweza kwenda na muda? Na je, utaratibu huu unazingatiwa katika nchi zetu? Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.